Yanga wataruhusiwa kushiriki michuano ya CAF kama watamaliza madeni yote kwa pesa taslim. Ni maneno ya mdau mmoja kutoka mtandaoni ambaye ameweza kuibua jambo jipya kabisa kwa kudai kwamba klabu ya Yanga African kutokea Tanzania imewekwa vikwazo na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kwa kushiriki mashindano ya CAF Champions League msimu ujao 2026-2027 kuanzia hatua za awali na kuendelea mpaka pale watakapomaliza kulipa madeni yote wanayodaiwa. Yanga wataruhusiwa kushiriki michuano hiyo kama watamaliza madeni yote kwa kuyalipa kwa pesa taslim pekee. Klabu nyingine zisizowekewa pingamizi hilo ni pamoja na Zamalek FC, El Merreikh, Al Ahly Tripoli na nyingine nyingi. Sio mara ya kwanza kwa klabu ya Yanga kuweza kuwekea vikwazo na CAF. Kuna kipindi washakuwekea vikwazo na FIFA kwa kudai kwamba hawataki kusajili mpaka walipe madeni kutokana na wachezaji wengi kuondoka wakiwa wanadai madeni. Sasa safari hii imewakuta ndani ya CAF ambapo klabu ya Yanga ambayo ni mabingwa wa ligi ya NBC Premier League wamejikuta kwenye mtego huo wa CAF baada ya kuonesha kwamba wana madeni mengi ambayo wanadaiwa na baadhi ya wachezaji na taasisi nyingine. Lakini Yanga ambao ni mabingwa ambao walitakiwa kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika kama mabingwa wa nchi ya Tanzania, basi watalazimika kushiriki mashindano hayo kutokana na pingamizi na vikwazo ambavyo vimeweza kutolewa. Hivyo hawatashiriki michuano yoyote ya CAF mpaka pale ambapo watakuwa wamemaliza madeni yote kwa wachezaji wanaowadai na sehemu nyingine ambazo wanadaiwa. Klabu ya Yanga imejikuta kwenye mtego huo kutokana na mashtaka mbalimbali ambayo yanatolewa na baadhi ya wachezaji ambao waliweza kudhulumiwa au hawakulipa madeni hayo, aidha iwe ni ada ya usajili au ni mishahara ambayo walikuwa hawawalipi kwa wakati au waliondoka wakiwa na deni, aidha kwa kuvunja mkataba bila makubaliano, hivyo kulazimika kulipa hizo pesa. Hivyo Yanga atalazimika kusubiria mpaka atakapolipa madeni, aidha kama ataweza kulipa ndani ya kipindi hiki kifupi ambapo mashindano hayajaanza, basi atashiriki mashindano hayo kuanzia hatua za awali. Lakini kama atakuwa mpaka mwezi Septemba hajalipa ambapo michuano inategemea kuanza, basi atalazimika kusubiri mpaka mwakani tena kwenye mashindano hayo.